Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, wapenzi wa kripu sababu haji soda yangeni, nimerudi tena upya baada ya kuwa nimetoweka ni muda mrefu sana, na sasa nipo hewani. Kwa wale wanaohitaji vitabu, duka letu liko pale pale Malapa. Nafikiri namba za simu hizo hapo, mwisho 82 unaweza ukapiga ukapata dukani, 34 ukapiga ukapata moja kwa moja ofisini kwangu. Leo nina darsa inayosema dua ya ajabu. Dua hii ni dua ya ajabu ambayo ina uwezo na nguvu za hatari sana. Nataka nikufundishe dua hii kwa ajili ya kuweza kujilinda, kwa ajili ya kuweza kuondosha mabalaa, kwa ajili ya kuweza kumuita mke aliyekukimbia, kwa ajili ya kuweza kumuita mume aliyekukimbia, kwa ajili ya kuweza kuangamiza uadui, kwa ajili ya kinga, kwa ajili ya kuondosha mashaitani, kwa ajili ya kuzindika mji, kwa ajili ya kumwadhibu adui, kwa ajili ya kumwadhibu mwizi. Unafanya namna gani? Basi nisikilize mpaka mwisho uone maajabu ya dua hii. Na dua hii ni dua ambayo inaita mtu kwa haraka sana. Dua hii inaita mtu kwa haraka sana. Kama unahitaji kuweza kumuita mtu, basi chora dua hii katika kitambaa cha kijani, kisha kitambaa hicho kitengeneze kama utambi, kisha katika kibatari hicho ndani yake tia mafuta uzuri, kisha kaa chini muda wa saa 6 za usiku. Wewe mtaalamu, labda hata kama unapata mteja wa namna hiyo, basi nakupa njia hii, itakufanyia wepesi sana. Dua hii itakufanyia wepesi sana kwa kila jambo utakalolifanya, basi litafaulu kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na dua zote zinajibu, lakini dua zinazidiana nguvu na zinazidiana mahudamu wake, sababu kila dua au kila kisomo kina mahudamu wake. Wapo walioishusha ili ifike hapa duniani, au ili mfikie mtu fulani, basi kuna malaika aliyeweza kuishusha, au kuna kiumbe aliyeweza kuishusha kama namna hiyo. Asante sana. Na pia vile vile kingine ambacho kinasababisha dua zinakuwa hazijibu kwa wepesi kama tunapotaka sisi, ni kwa sababu ya imani. Imani, unapokuwa una imani na kitu unachokifanya, wallahi huwa kinajibu haraka sana. Watu wengine watanipinga, watasema ni uchamungu, lakini uchamungu ni kitu ambacho ni cha lazima kiwepo, lakini unaweza ukawa mcha Mungu na kitu fulani usikiamini kisitoe majibu yaliyo sahihi. Ndio maana unakuta kwamba sasa hivi tunakuwa tunaonewa sana, tunafanyiwa vitu vya ajabu ajabu kwa sababu ya kukosa kuamini dua, kwa sababu ya kukosa kuwa na takwa. Ukiwa na takwa, basi kila jambo utakalolifanya litatiki kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Dua hii kwanza kabisa inaita mtu kama nilivyosema, na pia inatibu mtu akiwa mbali. Ukihitaji kuweza kumtibu mtu akiwa mbali, basi mwambie achukue punje 7 za chumvi ya mawe, atie katika chombo chenye maji, achukue jivu kidogo, atie katika chombo chenye maji, na pia vile vile aandike jina lake, alitie ndani ya hayo maji, halafu akae chini. Akisha kumpigia simu akisha kupigia simu akakwambia tayari nimeshaweka hivyo vitu, basi inshallah wewe anza dua yako kwa umakini kabisa na kwa ufasaha kabisa, basi inshallah jambo litatiki na litakubali, ikiwezekana ni papo hapo.
iwe ni kinga, iwe ni kupiga, iwe ni kufungua, iwe ni kufanya vyovyote vile utakapokuwa anahitaji yeye, basi ataandika jina na manuizi, atie ndani ya yale maji, halafu wewe ukikungute huko kitabu utaona maajabu na yeye ataona maajabu kabisa. Kinachotakiwa ni imani, takwa, kuamini kwamba Mwenyezi Mungu anaweza akafanya, na Mwenyezi Mungu ndiye wakili, Mwenyezi Mungu ndiye hakimu, Mwenyezi Mungu ndiyo jaji, Mwenyezi Mungu ndiyo shahidi, Mwenyezi Mungu ndo bunduki, Mwenyezi Mungu ndo kinga, Mwenyezi Mungu ndo kila jambo. Ni Allah Subhanahu wa Ta'ala anachokitaka, fa inama amruhu idha arada shay'a an yaqula lahu kun fayakun. Anasema wakafa billahi waliya, wakafa billahi nasira, wakafa billahi hasiba, wakafa billahi wakila, wakafa birabbika bidhunubi ibadihi khabiran basira, wakafa Allahu mu'minina kana Allahu qawiyul aziz fasayakfikahum Allahu huwa samiul alim. Mwenyezi Mungu anatosha kuwa jaji, anatosha kuwa wakili, anatosha kuwa hakimu, anatosha kwa kila jambo utakaloliomba, liwe la khairi liwe la shari, isipokuwa yaumul qiyama utakwenda kujibu kwa nini umeliomba hili kama la shari la kuweza kuonea itatendeka, lakini baadaye linaweza kukuletea shida kidogo. Dua hii inafungua riziki. Bado dua yake sijakupa, nisikilize tu uzuri kabisa mpaka mwisho inshallah. Dua hii inafungua riziki. Kuna watu wamefungwa kabisa, basi tia jivu kidogo, punje 7 na jina lako katika maji, basi somea maji hayo, halafu kisha tumia kujirashia kama unaoga. Mwenyezi Mungu atakufanyia wepesi. Inafungua sana, inaondosha kila aina ya mikosi, mabalaa na dhiki na kadhalika. Inatibu kila aina ya ugonjwa, inafukuza mapepo, mashetani. Kwa wale wenye kusumbuliwa na majini, basi dua hii ni mzuri sana. Kwa wale wenye kuhitaji labda kufanyiwa wepesi katika riziki zao, biashara zimefunga au amedhulumiwa, unafanya namna gani? Chukua dawa hii, chukua dua hii, basi kaa chini, mwambie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na muda mzuri kabisa wa kusoma dua hii ni mida ya saa 6, 7, 8, 9 za siku. Inapendeza sana, inakuwa makburi. Na kama ni siku ya uangamizaji wa wadui, fanya siku ya Ijumaa kuamkia Jumamosi, na kama ni siku ya uzuri, basi fanya siku ya Jumapili kuamkia Jumatatu, na Alhamisi kuamkia Ijumaa. Inapendeza zaidi. Dua hii ni kinga ambayo unaweza ukaiandika katika karatasi 7 kisha ukaisomea mara 40 na kisha ukazika kwa kuzungushia nyumba yako. Hata kanyaga mchawi wala hawezi kukanyaga jini wa aina yoyote wa kutumwa inshallah fi idhnillah. Asante sana. Na dua yenyewe inatoka katika kitabu cha Yasin Bahari. Ukiangalia mwisho basi utaiona dua hii ipo. Pia dua hii iko katika kitabu hichi. Kitabu hichi ni kitabu cha Babu Haji Soda Yangeni. Kimeandikwa dua kafaka. Hichi kitabu sijakitia sokoni kwa sababu kidogo ni mtihani, lakini dua yenyewe inasema hivi: kafaka rabbuka kam yakfika waqfa'atun kifkafuhaka kamin kana munkalika takurru karra fi kabad tahkimu shaqshaqatan kallati lilkalkalika kafaka rabbuka kaful kafil kurbatahu ya kaukabakana yuhqil kaukabal falak, ya kaukabakana yuhqil kaukabal falaki. Asante sana. Alafu chini kasema ajibni ya khudama hadhihi alkafaka wa bihaqin malakun Jibrail alayhi salam wa Mikail alayhi salam wa Israfil alayhi salam wa Israil alayhi salam wa Kankail alayhi salam wa Jantail alayhi salam wa Zawlail alayhi salam wa Na'mail alayhi salam wa Hamrail alayhi salam wa hatta qadhil hajatin الوعى العجل توكل يا أيها الروح الروحانية
inakwenda hii dua, inakwenda hii dua mpaka inakuja kukutana huku na ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, rahma fi samawati ma fil ardi, man dhal ladhi yashfahu indahu rabbi idhnihi, mpaka mwisho. Ukishafika mwisho inakwenda chini yake kuna dua nyingine. Ukitoka katika hiyo dua unaingia alamtala, inasema alamtala kaifa fara rabbuka ya shamsa'il bi ashabil fil ya kalka'il alam yaj'al kaydahum ya nu'mail fi tadriri ya mikail warsala alayhim ya israfil tu'ayr al-ababil ya israil تلميح بهجرة من سجير يا كشفائل أجعلهم كعصف مأكول يا كشفير. Umeona hapo, umeshusha viumbe wa hatari sana, inakwenda we mpaka utakuja kukutana tena. Kuna dua nyingine ambayo inasema ya man la ya'lamu al-ghaibi illa huwa, ya man la yusarrifu al-su'a illa huwa, ya man la yakhriqu al-khariqa illa huwa, ya man la yaghfiru dhanbi illa huwa, ya man la yamumitu illa huwa, ya man la yuqarribu al-qurubi illa huwa, ya man la yudabbiru al-amri illa huwa, ya man la yanzilu al-ghaitha illa huwa, ya man la yuhyi mumitu illa huwa. Hapo kuna kufungua, hapo kuna kuomba. Aliposema amesema yudabbiru yanzilu, amesema ya man la yatima ni'mati illa huwa, Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kuwapa neema mayatima. Kukupa neema, wewe umekuwa fakiri, lakini Mwenyezi Mungu anakuja kukufungulia neema, ina maana inafungua. Ya man la yuhyi maitin illa huwa. Umeona hapa kuna vitu, kuna vigongo vikali sana. Halafu mbele yake kukaja dua ya kafaka, inasema kafaka rabuka ya jantail kam yakfika wa kifa'atan ya zawlail kafal kafil kurubatahu ya jibrail kanka min kalika kankail takurru karra ya mikail kakaral karra ya na'mail fi kabadin tahkimu shaqatan ya salkail ya salkail kafaka rabuka kaful kafil kurubatahu ya Israel ya kaukaba kana yuhkil kaukabal falaki ya mahkail الوها العجل العجل أسعد أجبني يا خدام هذه الكفاكة بهاك الكفاكة وبنور الكفاكة وبحروف الكفاكة وبعز الكفاكة الوها العجل العجل أسعد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم برحمتك يا الرحمن الرحيم. Dua hii ni hatari sana. Hichi kitabu sijakiingiza kwa soko bado, kwa sababu bado kuna watu wengine wana vichwa vibovu, wanaweza wakaitumia kukadhibisha wenzao. Kwa hiyo bado hichi kitabu sijakifikiria kukitoa, lakini ni mkwaju wa hatari sana. Ila tu kule kusoma ile kafaka yenyewe ni mujarabu sana. Kafaka rabuka kama yakfika waqfa'atan kifka fuaka kablikana mulaka takurru karra fika badita hakimu shaqshaqatan kalika kafaka rabuka kaful kafir kurbatahu ya kaukabaka yuhkil kaukabal falakin. Umeona? Kwa hiyo insha Allah hiyo kafaka itafutwe katika kitabu cha Yasini Bahari, mwisho kule ipo. Jifunze hiyo kafaka. Kafaka ni dawa, kafaka ni dua, kafaka ni kinga, kafaka ni pigo, kafaka ni tiba inshallah taala. Pia namshukuru kijana wangu mmoja, niliachaga muda mrefu sana kafaka. Kijana wangu anaitwa Abjad. Ipo siku nitakuja kukaa naye tufanye naye kipindi, mumuone gogo langu. Nataka nimkabidhi baadhi ya kazi ambazo hizi za kulegalega nimkabidhi yeye. Tutakuwa na wadirect kwake, anawafanyia kazi inshallah taala. Tumwombe Mwenyezi Mungu atufanyie taafifu. Wale kuna maradhi, Mwenyezi Mungu aondoshee maradhi hayo. Wenye kuwa na mitihani, Mwenyezi Mungu aondoshee mitihani hiyo. Wenye kuwa na sihri kamili yao, Mwenyezi Mungu aondoshee sihri hizo inshallah taala. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sallam.
alhamdulillahi rabbil alamin. Wa hadha, assalamu alaikum, na wabeja sad na gomili ko degedega sauda yangeni. Thank you very much.